sura ya 2. Wafalme wa 2 sura ya 4. Bwana asifiwe. Wafalme wa 2 sura ya 4. Tulianza kusoma ule mstari wa 18 tukafika mpaka ule mstari wa 24. Nami katika damu Yesu nasoma, maana ndio tumesimama nao. Biblia inasema hata yule mtoto alipokuwa ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye mavuno, akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri, kisha akafa. Mamaye akapanda juu, akamlaza juu ya kitanda cha ule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Kisha akamwita mumewe, akasema, tafadhali unilete mtu mmoja wa watumishi wa punda mmoja, ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka. Nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Si mwandamo wa mwezi wala sabato. Akasema, si neno. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Jana tuziona hizi habari ni za mwanamke Mshunami. Jana nikueleza, natamani tuendelee mbele. Habari za huyu mwanamke Mshunami ambaye alimtunza mtumishi wa Mungu Elisha. Alikuwa mtumishi wa Mungu akipita pale anampa chakula, anashiba. Lakini siku moja akaongea na mume wake, wamjengee chumba, wamwekee kitanda na kiti na meza, ili akitaka kupumzika na alala hapo. Na kweli wakatengeneza, akakubaliana na mume wake, akapata Elisha chumba hapo. Akawa akifika na alala hapo. Lakini siku moja tunamwona Elisha anamuuliza yule mama, tukombe kitu gani? Yule mama kusema. Lakini tunamwona Gehazi anazani alichungulia, aliangalia maisha yule mama, akaona yule mama hajawahi kupata mtoto, akasema tumuombe apate mtoto. Tunaona sasa Elisha akatabiri, akasema, ewe mwanamke Mshunami, majira kama haya utapakata mtoto. Na yule mama nikwambia jana, alihangaika kwa watumishi wengi sana wamwombee ili apate mtoto, lakini hakuweza kupata mtoto. Alitoa sadaka nyingi sana ili apate mtoto, lakini hakupata mtoto. Mpaka nabii Elisha anapoinuka, anapomtabiria kwamba majira na nyakati kama hizi utapakatia mtoto, akamwambia, usinidanganye. Maana alijua nimepita kwa watumishi wengi sana. Wengine wamenitabiria, lakini ule utabiri hujatokea. Sasa iwaje wao niambie mwakani majira kama yanapakatia mtoto? Elisha akamwambia, sikia mama, nasema hivi, majira kama haya utapakatia mtoto. Na Mungu mwaminifu, majira yale yule mama alipakatia mtoto, akapata mtoto. Tunaona amepata mtoto. Yule mtoto alivyokuwa akamfuata baba yake shambani wakati wa mavuno. Alipomfuata baba yake kule shambani wakati wa mavuno, tunaona yule mtoto ghafla analalamika, kichwa kinamuuma. Kinavyomuuma yule mtoto, tunaona baba yake anamwambia, wewe kijana, mpeleke kwa mama yake. Na yule mtoto akaenda kwa mama yake. Alipokwenda kwa mama yake, bibi inatuambia alikaa kwenye miguu ya mama yake akafa. Alipokufa, yule mama akasema moyoni mwake, unajua Biblia iandika yote, najua atakuwa amesema, huyu mtoto sikuomba. Yule nabii yule Elisha yule mwenyewe tena nimwambia usinidanganye, akasema utapata mtoto. Mtoto mwenyewe nimepata, ona amekufa. Biblia inasema akamchukua yule mtoto, akaenda kwenye kichumba kile anacholala Elisha, akamweka kwenye kitanda chake, akafunga mlango, akamwendea mume wake, naomba unipe punda nimwendee mtumishi wa Mungu. Yule baba akasema, wewe unaendaje wakati usio wakati wa ibada? Unaendaje wakati sio mwandamo wa mwezi? Akasema, si neno, wewe nipe tu, nataka niende. Na Biblia inasema akampa punda na kijana kumwendesha. Asimwambie mume wangu, yule mtoto ulipomleta amekufa, ikawa siri yake. Hakusema. Kimi yuko jasiri wala nini?
wewe nipe punda minianze safari. Nimfuate huyo aliyeniambia majira kama haya utapakatia mtoto. Huyo ndio nitakemfuata. Anapopanda punda akamwambia yule kijana, tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipofanya je, nisipokuambia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maana sasa tunaona yule mama amekimbia, wanaenda speed. Maana nasema usinipunguzie mwendo, maana kwa speed kali. Na yule kijana alikuwa na uwezo wa kupunguza mwendo, lakini alimwambia usinipunguzie mwendo. Wanaenda wanakimbia mbio. Elisha akamwona kwa mbali kwamba yule ni mwanamke Mshunami, akamwambia, "Yes, namuona mwanamke Mshunami yule, hebu kimbia, nenda muulize ajambo, mume wake ajambo, mtoto wake ajambo, nyumbani hawajambo." Kwa hiyo Gehazi kweli akatoka na akakimbia mbio, akaenda kumlaki. Alipofika akamwambia, "Mwanamke Mshunami, ujambo? Mume wako ajambo? Mtoto wako ajambo?" Akamwambia ajambo. Wewe fikiria, anamuuliza mtoto wako ajambo. Mtoto amekufa, lakini amebeba imani. Yule mama amebeba imani ya kwamba hata kama namuona amekufa, lakini kwenye moyo wangu ni mtoto hajafa. Ndio maana anapomwambia mtoto wako ajambo, anasema ajambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kama kuna jambo linasumbua watu wanauliza, sema liko bomba. Kitu chochote unakiona kimeharibika, hata kama mume wako hayupo, ametoroka, amekuacha, wakikuuliza mume wako ajambo, mwambie ajambo, yuko hapa, ametoka kidogo. Wakikuuliza kijana wako yuko wapi, hata kama walimwona na leo huko, wanasema bi mkubwa, fungua mlango. Wanapokuuliza maadui zako na watesi wako, je, kijana wako alifika salama? Waambie ni mzima, yuko salama. Hata kama unaona kuna ubaya, usikiri hili udhaifu lile jambo. Wewe Bwana Mungu ni Mungu tu. Inaweza likaharibika leo, kesho akalitengeneza likawa nzuri. Hautaki kukata tamaa na kulia. Huyu mwanamke mtoto alipokufa hakulia, wala mume wake akufanya je, hakumwambia, akawa kimya. Nini? Imani. Vyo manake lile jambo la mtoto kufa sio jambo la kawaida. Halikumpunguzia mwendo yule mama. Alienda kwenye madhabahu ya yule aliyemwambia, nyakati kama hizo utapakatia nini? Mtoto. Na wewe jambo lote linalokuzunguka usikate tamaa. Watu wanapofurahia huko kwamba yeye tuone, wakute wewe unafurahi, wakute wewe unaiba, wakute umevaa vizuri, wewe vaa vizuri, pendeza, paka mafuta. Nenda pale kabla kanana perfume to spray. Siku wengine wanatufanyaga mambo kutukomesha. Wasiwanza tukete, ningafikire, tuketa wanake, ningabikwegirwa, tuketa wanake, ninga mtoto amepiga na roho ya ulevi. Hawajamjua Mungu aliyemleta huyo mtoto. Anaweza kumbadilisha tena. Haijalisha nani la kwenye mtaro. Anaweza kubadilisha tena na Jehova. Usikate tamaa. Akija ndiye mkubwa, mwambie wewe ni mtumishi wa Bwana, mwanangu niambi. Bwana asifiwe. Usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Haleluya. Haleluya. Acha kulia. Nenda kanunue kagauni kale kazuri. Vaa. Paka mafuta mazuri. Paka. Nenda kwenye vipodozi. Nataka mafuta ambayo yatanichukua, ili hatanifanya ngozi yangu ikae vizuri. Shingapi paka. Chukua na perfume. Ukitembea barabarani bwana tulijua kwa takao wanakuta bado na bwana tuliona kama atachoka, wanakuta bado na nguvu. Ukija kwenye madhabahu ametenda mema. Yesu. Unaiba. Wasikupunguzie mwendo maadui zako. Wasikupunguzie mwendo watesi wako. Simama na Yesu aliye hai. Wanapofikiri wanakukomesha, yuko simba wa kabila la Yuda ambaye Shetani alifikiri amemkomesha. Walipomtoa kwenye msalaba, wanamtundika kwenye msalaba, walipomchoma kwenye msalaba, walipomchoma mima, walipomchoma mkuki, alipokufa wakafikiri wamemweza Yesu. Hawakujua. Walipomweka kwenye kaburi, kina Herode walikuwa wanachekelea, wakasema ngoja tulilinde na kaburi lake.
ili wasije wakasema walimuiba, wakalinda na kaburi, wakifikiri Mungu ni kama wao. Hawakujua kumbe walipomweka kwenye kaburi siku ya kwanza, Yesu alishuka kuzimu. Kumbe ni mzima, ameshuka kuzimu. Alipambana na shetani, alipiga shetani, alimnyanyasa shetani, alimnyang'anya funguo zote alizokuwa amefunga maisha yetu, alizokuwa amefunga uchumi, alizokuwa amefunga afya zetu, amefunga ndoa zetu, alimnyang'anya funguo zote. Siku ya tatu wanaume jua liliondoka lenyewe. Walifikiri alipomweka kwenye lile kaburi wameweza. Akainuka mwanaume, akainuka juu ya nchi, akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa funguo zote. Akatupa hizo funguo zote, nazo tukifunga wachawi wanafungika, tukifunga waganga wanafungika, tukifunga magonjwa yanafungika. Sijaona mtu yote amesema ndivyo ilivyo na kwako. Wanapofikiri wamekuweza, wanakuta mwanaume wa wanaume anakuinua tena. Yule mtoto aliyezaa watoto wawili nyumbani, wanashangaa mchungaji anatangaza wiki ijayo mwezi wa 10 tutakuwa na harusi hapa. Kama umezalia nyumbani huko mmewata ambaye Mungu alimkusudia, waliaribu Yesu atatengeneza tena. Watatulia kwenye madhabahu ya Jehova, watatulia kwenye madhabahu ya Jehova, watatulia kwenye madhabahu ya Jehova. Amen. Mtingisha mwenza mwambie anakupunguzia mwendo. Muulize vizuri, muulize vizuri. Mwambie nani anakupunguzia mwendo? Mwambie usinipunguzie mwendo. Usinipunguzie mwendo. Wewe akapeleka kanuni, muone kanuni. Mwambie usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Haleluya. Kanisa haleluya. Wanaogopa haleluya. Makalanda haleluya. Haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Apunguzie mwendo hapa. Tunaenda mwendo kwa mwendo. Tunaenda spidi kwa spidi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Acha kukata tamaa. Acha kukata tamaa. Amen. Sauli alikuwa anaua. Mama yake yamkini alimkatia tamaa. Hakujua Mungu kwamba anaweza kumbadilisha wakati wowote. Anapoenda kuua watumishi wa Mungu, Mungu akakutana naye kona. Alimbadilisha, anaitwa Paulo. Alihubiri injili kuliko mitume wote, hata wakwako. Yamkini anaua, yamkini anaiba, yamkini analewa. Iko one day Yesu wanatambadilisha tu. Bwana asifiwe. Sasa jana tuliona kitabu cha Kutoka ile sura 14. Tulisoma mstari wa 9 mpaka 16. Tuliona wana wa Israeli ambao wametoka Misri. Walipotoka Misri, wanatoka, Biblia inasema walitoka kwa haraka. Maana walikwenda kwa speed, walitoka kwa speed, waliendelea kwa speed. Tunaona wanaenda kwa speed, lakini Farao wa Misri waliwageuka, wakaanza kuwafuatia wapi? Nyuma. Wanafuatia nyuma. Wana wa Israeli kuja kugeuka nyuma, wanamkuta Farao na farasi. Na wa Misri wanawafuata nyuma. Wanafuata nyuma ili kuwarudisha warudi wapi? Nyuma, warudi Misri. Lakini tukaona wale wana Israeli wanaanza kumlilia Musa. Wewe Musa, wewe bora ukatuacha kule, bora ukatuacha kule. Wanalia na Musa naye akaingia kwenye kilio kama cha kwao. Biblia inasema Mungu akasikia kilio chao. Akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli waendelee. Wasilie kwa ajili ya hao wanaofuatia wapi? Nyuma. Akamwambia Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Songa mbele. Afa akamwambia Musa, hivi nisikutegemea. Unalialia mkononi mwako nani? Mimi ninafiwa. Akasema nafiwa. Kumbe na silaha kabisa rafiki yangu. Chukua hiyo, piga maji. Akapiga.
Alipopiga ile maji hakutegemea. Yakagawanyika. Akakuta papa amekopa nini? Pakafu. Akamwambia, "Vukeni." Kule kata Farao na Misri. Kata wanafuata. Wakaanza kuvuka. Musa anamwambia, "Haya jamani, twendeni. Vuka." Wakavuka kwa spidi. Wanaenda kwa spidi, wanaenda kwa mwendo spidi. Vuka. Wa Misri na Farao wasijue Bwana anachowaza juu yako. Asijue akifikiri ndo atakumaliza, kumbe ajui yeye ndo atakayemaliza. Hakujua. Anafuata nyuma. Ile wanaenda. Wamevuka mwisho kabisa wamefika. Wale Farao na wa Misri wapo katikati. Mungu akamwambia, "Fimbo yako iko wapi Musa?" "Hii hapa." "Piga tena." Piga. Akapiga. Biblia inasema yale maji yalirudi kwa kasi. Yalirudi kwa spidi. Yaliwagharikisha wa Misri na Farao. Wote walifia kwenye yale maji. Wanamalizika, wanaangalia, wanakuta wanaelea. Farao anaelea, wa Misri wanaelea. Wote wanakufa yote na wafuatia. Na mimi ninaomba katika damu ya Yesu Kristo Nazareti, unakufuatilia watoto wako, unafuatilia biashara yako, unafuatilia uchumi wako, unafuatilia ndoa yako, wacha kufuatilia, lakini atakuja kuelea amekufa. Bwana asifiwe. Songa mbele. Amina, mtumishi wa Mungu. Haleluya. Sasa fungua na mimi kile kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili sura 22 mstari wa 38. Alikadada kanisomea jana vizuri sana. Kale kakamanda kama Samueli wa pili sura 22 mstari wa 38. Alafu tuunganisha Samueli wa pili sura 22 mstari wa 38. Yes. Nimewafuatia adui zangu na kuangamiza, wala sikurudi nyuma hata walipokomeshwa. Rudia tena mama, ndio kise kuraje kusikia. Nimewafuatia adui zangu na kuangamiza, wala sikurudi nyuma hata walipokomeshwa. Zaburi 18:37. Sura ya 18 mstari wa 37. Zaburi 18:37 imeandikwa, nitawafuatia adui zangu na kuwapata, wala sitarudi nyuma hata wakomeshwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Unaona hapa hii Samuel alosoma dada pale. Unamwona huyu ni Daudi. Daudi alikuwa anapambana na vita sio kwa ya kawaida. Sisi tunajua watu wasomaji wa Biblia alipambana sana. Lakini Daudi hapa anasema nimewafuatia adui zangu na kuangamiza, wala sikurudi wapi hata walipofanya je. Sijakusikia vizuri. Anasema hivi, nimewafuatia adui zangu na kuwafanya je, na kuangamiza. Anasema wala sikufanya je, sikurudi nyuma. Alafu tena anasema hivi, hata walipokomeshwa. Lakini ukisoma mstari wa 10 na hiyo Zaburi 18 anasema hivi, nitawafuatia adui zangu na kuwapata, sitarudi nyuma hata wafanye je, hata wakomeshwe. Kwa hiyo kama Daudi anasema nimewafuatia adui zangu na kuangamiza, maana yake kwenye maisha yako adui yako simwachie kirahisi. Yanielewa? Nasema adui yako simwachie kirahisi. Kuna mali nadhani ni Mathayo anasema adui yako akikupeleka maili moja, nenda naye maili mbili. Huyo adui yako huyo ukimwacha atakunyanyasa sana. Kujanielewa vizuri? Huyo adui yako huyo ukimwacha tunasema Mungu anajua. Unasema tu Mungu anajua, Mungu anajua, Mungu anajua. Anatesa watoto. Unasema tu Mungu anajua,
wanapiga uchumi. Unasema tu Mungu anajua, wanapiga afya. Unashinda atakuja kanisani. Maana mchai bwana, moyo sijui hapo hapa sijui Mungu nisaidie. Dada wako kwetu tuitiri kule. Moyo wa watumishi wa Mungu. Atapiga mpaka afya yako. Alafu wa kwanza kuja kukuona nyumbani. Mama Amina. Fiki. Kwetu. Mungu akutetee wewe. Shetani akuachie, lakini aliyekupiga ndio huyo huyo. Anakupiga na ugonjwa. Niwapa mifano jana, niwapa mifano mingi. Wamepiga mpaka watoto. Lakini ni adui yako. Daudi anasema hivi, anasema nitawafuatia. Anamjua mimi lakini atamfuata. Tunawafuata wapi katika ulimwengu nini? Kwa sababu adui yako haonekanagi hivi physically kwa macho kama adui. Nikwambia jana wanakuja kwa nyenye kefu. Wanakuja kama wapendwa. Wanakuja wapole. Wanakuja yani unasema nikimbie nao. Lakini ndio adui mbaya. Yeye anakupetipeti. Anakuletea mpaka na zawadi. Anakuambia wewe umetoka msibani wewe mbiji ningonia nikutwale. Tena sijara ngunia ni siku nyingi. Mwenye jamani. Nenda kwa mama yako kule. Mama yake wapi? Anaenda. Analeta nini? Abanyagosi ukutikaje na mimbe. Lakini kumbe ile ngunia imebeba mauti ya kansa. Kubalisha kusemezea. Nguniani ya kila kansa ya kizazi inyenyuke. Kansa ya kizazi impate. Umekazana na venye tukitoka huko umechoka. Bwana, amina. Mungu anajua. Afu umemwamini. Yaani umemwamini wewe, umemwamini lakini ndio amekutengenezea kansa. Ukiangalia kwenye ukoo ino kansa hamna. Ukiangalia umechunguza hamna. Lakini adui ile mboga yule rafiki yako yule aliyesema hebu kwani kufumoje iko ni anibije yako sio nyewe mnaosema unabeba lakini kumbe adui yako ameweka kwa sababu anajua akiachilia kansa utashinda ushindani. Kazi yako ya kuja ametenda mema kusha rapako robo sekete kusha. Unabaki na ugonjwa. Spidi yako na mwendo uliokuwa nao hapa maisha. Amekufanyia nini? Amekuachilia ugonjwa ambao hata kusema mnaenda kwenye maombi basi mniombeage. Spidi yote shetani na kukanyaga na kunyonga na kupiga. Mianzababu unaachia, mchungaji unaachia, washirika unaachia. Akasema aka. Amen. Wanatengeneza hicho kitu. Atakachokifanya adui yako anakuja kama mwema. Ngoja niwape ushuhuda kidogo. Utanielewa vizuri. Hii tukija kupiga hapa, pige kwa simu. Dada mmoja. Mama mmoja alipigia simu. Ni kutoka Dodoma. Bwana siwe amen. Habari za usalama. Samani ni wewe nikamwambia ndiyo. Akasema tuko hapa hospitali ya kule Dodoma ni Mkapa hiyo. Benjamin Mkapa ile hospitali. Akasema tuko hapa hospitali Benjamin Mkapa. Ndio shida nini? Akasema kuna mwanangu, huyo mama ni mtu mzima. Kuna mwanangu alikuwa ni mwalimu. Anaumwa kansa. Naomba muombe. Nikasema okay. Naomba umpe simu. Nikaanza kuongea na dada. Anaongea kwa shida sana. Kumbe na muda mrefu anaumwa ile kansa. Sasa nikaanza kumuuliza. Wewe nikauliza kuna vitu ambavyo kabla hujamwambia mtu lazima umuulize. Kumbe akanieleza. Sasa tunaomba. Pepo likalipuka. Siku ya birthday. Kumbe dada kuna walimu wenzie, yeye ilikuwa siku ya birthday yake. Sasa kwenye birthday yake mwalimu mwenzie jirani nyumba ya pili akamtengenezea pilau. Alivyomtengenezea pilau, jamani, nani hapendi pilau?
kwenye birthday yake. Kuna keki akameandaa yeye mwenyewe kama yule dada. Kwa hapo akabeba pilau yake kwenye hotpot. Happy birthday to you. Akasema twende tukaione hiyo birthday. Kumbe ile pilau ameibebesha roho ya kansa. Kwa yule dada alikuwa hajaolewa bado. Kwa pale wanafurahi watoto wetu hawa jamani. Tusiache kuombea watoto wetu. Wamefurahi wanafurahi. Haya, mimi kumbe ni point, mimi nitapika chakula. Wewe utanunua ni keki. Basi ile keki wamekata, waendelee sasa kula chakula. Wamekula chakula, kumbe anakula kansa. Baada sio muda mrefu kansa ikaanza kushamiri katika nini? Unajua kansa kipepo inainuka haraka sana. Yaani inainuka kwa spidi. Wanakuambia imesha sambaa mwili mzima. Kwa pepo linaramika. Kumbe kweli tayari ameshaibana na sio binti anayo ile dada. Piga kumbe ni muda mrefu amefikia hatua ya nini? Ya mwisho. Sasa pepo linaramika hivyo piga tukaachana naye. Haikupita siku ngapi kumbe tayari walishamaliza ile dada. Alikufa. Wewe umekuletea nika. Wewe akajaga usoni na kuuliza umekutoa ile filingi. Yule binti ni mdogo. Amepata kazi ya walimu. Lakini mwalimu mwenzie alibeba hila ya kukatisha maisha yake, ya kumpunguzia mwendo. Sasa sio kumpunguzia mwendo na kumuondolea mwendo kabisa. Wewe acha kumwangalia rafiki kama ndo rafiki. Huyo rafiki ndo anayekupunguzia mwendo. Mimi siwezi kukupunguzia mwendo kama sikufahamu. Yule anayekufahamu vizuri. Huyo. Nasema huyo rafiki yako huyo. Huyo anayekujua vizuri, anajua unapenda goniani, huyo anajua una saa ngapi, huyo anajua unafanya kazi saa ngapi. Huyo ndio ataka kupunguzia mwendo huyo. Sasa Daudi anasema hivi. Nitawafuatia. Nitafanya nini? Na wewe wafuatie. Anasema nitawafuatia wala sitarudi wapi? Nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Anasema nitawapiga mpaka wamekomeshwa. Kwa sababu utakapotulia, usipopiga, watakusumbua. Watakufanyia uharibifu. Ile unainuka katika jina la Yesu, unamka saa 6 usiku, unamka saa 7 usiku, unamka saa 8 usiku, katika jina la Yesu. Napiga adui yangu. Vile unapokazana kumfuatia adui yako na kumpiga, Mungu anafungua macho yako ya ndani, unakuja kuona kila kitu alichokipanga. Lakini usipoinuka kumpiga, Mungu hatakuonesha. Maana na sasa Mungu anasema, naanzaje kumuonesha kati anamwonea huyu? Wewe hujaona kuna kati ukipiga ukiomba unaanza kuota ndoto, kuna kitu hiki unapita, kuna kitu hiki unaonesha, kuna kitu hiki unaonesha. Na wewe fuatia adui yako, mwambie Mungu simjui. Yuko kaskazini sijui, yuko kusini sijui. Namfuatia popote alipo. Napiga kwa jina la Yesu. Ananiangalia ugonjwa, ananiangalia kansa, ananiangalia mabaya juu ya watoto wangu. Popote alipo namfuatia. Napiga kwa damu ya Yesu. Usirudi nyuma wewe, usirudi nyuma. Usipunguze mwendo kumfuatia adui yako. Piga mpaka sio watoto wako. Piga mpaka uwe na afya njema. Uje ufe kifo cha kusema kwa kweli. Bwana ametoa. Jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hatutakufa kwa vifo vya wachawi. Hatutakufa kwa ajili ya magonjwa ya wachawi, hapana. Kwa kama hatutaki kufa vifo vya namna hiyo, lazima tufuatie maadui zetu popote walipo. Wewe mwenye shahidi yako, ni shahidi. Ndugu yako alikufa kifo gani? Nakuuliza, ndugu yako alikufa kifo gani? Usibaki na Mungu anajua. Daudi anasema, nitafuatia. Nitafanya nini? Mpaka niwafanye nini?
Awangamizi. Hii sura ya 18 ya Zaburi anasema mpaka niwapate. Yaani mpaka mpate. Utikaga. Yule anasema ngutika, tikaga. Piga. Umenielewa mtumishi wa Mungu? Kwani Yesu alivyoshuka kuzimu alifanya nini? Kwani Yesu alifanya nini? Alipiga. Alimpiga shetani, alimcharaza mpaka alipomnyang'anya funguo zote. Akainuka mwanaume akiwa na ushindi mkubwa. Na wewe piga, piga. Hata umeinuka na ushindi ulio mkubwa. Uchumi unaenda, watoto wanasoma, watoto wanaolewa, wanaoa. Wangapi wako tayari tuwafuatie? Wangapi tuko tayari tuwafuatie maadui zetu na kuwapata? Waliokuandalia kansa wape wenyewe. Waliokuandalia figo, maana sasa hivi ni kansa figo, kisukari. Alafu mtu na kansa, mtu na figo, atufi na kisukari chao. Muulize mwenzio sio wewe. Mwangalia usoni. Kuta menuna unajua. Namba nyingine. Bwana asifiwe. Haleluya wana Mungu. Simama kwa miguu yako tuwafuatie kwa dakika chache. Alafu siku tunakutana saa ngapi? Kwenye ulimwengu wa roho tutakutana saa ngapi? Saa ngapi? Tupatane kabisa. Tukutane saa ngapi makamani? Wanasema saa 9 tunyoshe mikono. Tutaingia na saa 9. Yaani ukiwa kuyunga mimi niko kule sai. Rapashakata. Repesekete koria Masai. Tukutane leo ni saa 9. Usiku. Huko. Toka kwenye viti njoo. Jina lako lina nguvu Yesu. Jina lako lina nguvu Yesu. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu Yesu. Jina lako lina nguvu Yesu. Jina lako lina nguvu Yesu. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu Yesu. Naomba usambaye, tusambaye. Sambaye. Kwa sababu tusambaye sana kupiga kumbe na mguu kama nzio. Bwana asifiwe. Samba. Kote kule samba. Kakona yako. Kama unamjua jina utaja. Mwingine unakuta unamjua jina anakuzingua kila wakati unamwota. Kila wakati unamwota maana anakulisha chakula. Kila wakati unamwota maana anapambana na wewe. Ni adui yako huyo. Ni adui yako anasema. Mwachie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko tayari makamanda? Tuko tayari tuwafuatie? Nyosha mikono yako kwa Bwana. Nyosha mikono yako. Mama funga up. Wewe funga kiuno. Pinya pansana. Sema Baba kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Naita damu ya Yesu. Naita damu ya Yesu. Naita damu ya Yesu. Navaa damu ya Yesu. Navaa damu ya Yesu. Kama silaha. Kama silaha. Kama silaha. Kama silaha. Na kinywa changu. Na kimebesha moto. Na kimebesha moto. Kwa jina la Yesu. Yesu. Wako adui zangu. Wako maadui zangu. Wananipunguzia mwendo. Mimi na familia yangu. Mimi na familia yangu. Mimi na familia yangu. Mimi na watoto wangu. Mimi na uchumi wangu. Uchumi wangu. Hauendi. Hauendi.
hauendi. Yuko mtu, yuko adui anayepunguza mwendo wa uchumi wangu. Yuko adui anayepunguza mwendo wa elimu ya watoto wangu. Yuko adui anayepunguza mwendo wa afya yangu, leo namfuatia kwa damu ya Yesu. Leo namfuatia kwa damu ya Yesu mpaka nimpate kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaenda kwenye ulimwengu wa roho, juu ya adui yangu, yuko kaskazini, yuko kusini, yuko mashariki, yuko magharibi. Namfuatia huko kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Adui yangu nakupiga kwa jina la Yesu, 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 nakupiga kwa jina la Yesu. Adui yangu mwanamke, mwanaume, popote ulipo, ninakupiga kwa jina la Yesu, na kushambulia popote ulipo, na kuachia moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, piga adui yako, piga, fuatia popote ulipo. Fuatia adui yako, atakuomba kipolepole. Napasha kote, piga huyo, napasha kote, fuatia. Mwambie na kufuatia popote ulipo. Fuatia adui yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafuatia adui zetu na kuwapata kama vile Daudi alivyosema, nitafuatia adui zangu na kuwapata, nitawapiga mpaka wakomeshe. Na sisi Bwana, kwa neno lako Bwana, tunawafuatia adui zetu popote walipo katika ulimwengu wa roho, na kufuatia mwanamke, na kufuatia mwanaume popote walipo, na kupiga kwa jina la Yesu, na kupiga kwa jina la Yesu, na kupiga. Piga huyo, kandara wala wasa, yendara para masaka, ndio watoto wako. Piga huyo, kandara wasa. Adui yako kwenye biashara, napakoroba saka, tunapiga kwa jina la Yesu, napiga uadui, tunapiga uadui, na kuwapata popote walipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Napakoroba saka, fuatia huyo, piga popote walipo katika jina la Yesu. Piga mwanamke, piga mwanaume, piga mwanamke, piga mwanaume, piga mwanamke, piga mwanaume popote walipo, na kufuatia huko baharini, huko ziwani, huko Japani, fuatia huko kwaliko, huko Tukuyu, fuatia huko kwaliko. Tunafuatia katika ulimwengu katika jina la Yesu. Napakoroba sakate, nikamandora wasa, yandara wakara wasaka. Tunafuatia adui zetu na kuwapata. Ninapiga kwa jina la Yesu, ninapiga kwa jina la Yesu, ninapiga kwa jina la Yesu. Piga huyo. Sio na huruma wewe. Ukiona namna ambavyo anakaa vikao kwa juu yako, ukiona namna ambavyo anatamka mabaya juu yako, ukiona namna ambavyo unakuangalia juu yako, usiona huruma kama unavyoona huruma leo. La mama, wewe shakarewesa, adui yako alianda magota. Piga kwa jina la Yesu. Napiga. Tunawashambulia popote walipo, tunawashambulia. Tunawapiga mpaka wakomeshe katika jina la Yesu Nazareti. Piga adui wa madhabahu, piga adui wa madhabahu, wako maadui wa madhabahu. Kuna maneno wanasema kandara wasaka, tunawashambulia, tunapiga kwa jina la Yesu. Napiga huyo mzee, napiga huyo mzee, na kushambulia wewe, unainuka juu ya madhabahu, na kushambulia
choma kwa mshale, mwambie na kuchoma kwa mshale wa Bwana. Mshale uende kama umeme popote alipo. Mshale wa Bwana uende kama umeme, uende kama umeme kwenye anga la Tanzania, kwenye anga la Mbeya, kwenye anga la Iringa. Mshale wa Bwana unapamba pale unasaka. Nainua mshale wa Bwana uende kama umeme, uende kama umeme kwa huyo mwanamke, kwa huyo mwanaume. Mshale wa Bwana uende kama umeme. Peleka, choma usimwone huruma. Choma karama ndorozi. Mikono wawashaka. Tunapeleka mshale. Peleka mshale. Kando ya washaka. Kwenye mtaa unakoishi. Peleka mshale ya Bwana kutoka mahali hapa. Kando ya washaka. Tunapeleka mshale ya Bwana kwenye mitaa tunakoishi. Tuya maadui zetu walioko kwenye mtaa. Tuya maadui zetu walioko kwenye ukoo. Tuya maadui zetu walioko kwenye familia. Mshale wa Bwana. Mshale wa Bwana. Karabashaka. Uko boshaka na Mungu. Katika jina la Yesu. Amen. Biblia inasema hivi, nitainua mshale, utaenda juu ya adui zangu kama umeme. Mungu anayo mishale. Ukisoma ile Samueli ya pili tuliyosoma ile 22, utaona Biblia inasema Bwana alinua mishale akapiga. Lakini kuna sehemu inasema mshale uliinuka kama umeme. Lazima tuinue sisi kwa pamoja kama mshale. Uende juu ya maadui zetu, uende juu ya adui zako. Choma tumbo. Ukukuta amevimba tumbo lisikusumbue. Choma maini yake. Wakisema maini yana shida isikusumbue. Choma figo zake. Wakisema ameanza shida ya figo isikusumbue. Funga zipu. Funga nini? Nyamaza. Maana wao wanakufanyia hivyo. Sisi tumebaki baba rehema. Wanajua sisi warokole ni wapore. Hawajajua Mungu wetu ni Mungu wa nini? Wa vita. Sasa tunaenda kuinua nini? Mshale. Haleluya. Uende kama nini? Kama umeme upite kwenye anga. Wakienda angani wakutanage na huo mshale. Upite kwenye ardhi, wakijificha kwenye ardhi wakutane na mshale. Uende mpaka kwenye jua. Jua linapowaka uende mshale wa Bwana. Tuko tayari? Makamanda tuko tayari? Tuko tayari? Afu siku za pesa hiyo kama tulipopatana. Tunaombea Bwana, tunainua mshale wako. Uende kama umeme. Kwa hiyo mganga, kwa hiyo mchawi, kwa hiyo adui yangu, kwa hiyo mtesi, unawaamrisha umeme ule mshale. Mshale nenda. Utashangaa tu sha. Kwani wache wanatumia nini? Hivyo ndivyo vionaga vinapitaka sha. Nikwambia kama wako hapa watakuwa na hela vizuri. Kinatembea tu sha nini? Wanajua wenyewe. Na sisi tunao zaidi ya ule. Utaenda sha. Tunao zaidi ya ule. Kama yuko sokoni sha. Utaenda ziwa Nyasa, ziwa Rukwa, ziwa Tanganyika, mpaka kule Mwanza. Unaenda mshale wa Bwana. Mwambie mwenzio mshale wa Bwana. Mshale wa Bwana. Haya, nyanyua mikono yako kwa Bwana tena. Wengine mmeelewa kama wanafanyaga hayo mambo, acha. Nataka nikwambie tu. Acha. Mungu alipomumba mwanadamu alimumba mwabudu. Kwa unapoingia kumsumbua mwenzio na mambo ya ujinga, unakosea sana. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Bwana, sahi. Tunainua mshale wa Bwana. Nainua mshale wa Bwana. Sahi. Na uende juu ya adui zangu. Na uende juu ya mganga, juu ya mchawi, juu ya mshirikina anayenifuatilia mimi na familia yangu,
anayefuatilia madhabahu hii pamoja na mchungaji. Msaada wa Bwana. Nenda. 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 Kama umeme. Kama umeme. Kama umeme. Kama umeme. Kama umeme. Kama umeme. Kwa hiyo mwanamke, kwa hiyo mwanaume, msaada nenda. Msaada nenda. Kwa jina la Yesu. Nachoma, na wachoma maini yao, na wachoma matumbo yao, na wachoma figo zao. Haya, peleka, choma, 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 choma. Mshale unaenda kama umeme. Mshale unaenda kama umeme. Mshale unaenda kama umeme. Mshale unaenda kama umeme. Choma, 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 choma. Mshale inuka, mshale nenda. Nenda kama umeme. Nenda mshale, mshale nenda. Nenda kama umeme. Nenda kama umeme. Kwenye kule Tanzania naachilia wa mshale kama umeme. Kwenye ziwa Nyasa napeleka mshale. Ziwa Tanganyika, ziwa Ikosi, ziwa Victoria, mto Kilima, mto Garissa, mto Songwe, mto Mpaka, mto Rufiji. Mshale! Peleka wa mshale. Huo unaenda, huo unaenda, huo unaenda. Peleka, peleka. Wende. Choma na choma kichwa zao. Nachoma na tumbo yao. Nachoma maini yao. Tunawachoma. 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 Katika jina la Yesu. Nenda mshale. Baraka. 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 Baraka wa mshale. Baraka wa mshale. Choma huyo. Choma huyo. Choma. Choma mshale wa Bwana kushinda. Mshale wa Bwana kushinda. Mshale wa Bwana kushinda. Mshale. Mshale nenda. Natile wa mshale. Kwa jina la Yesu. Tia bila ilazama. Tia bila ilazama. Mshale wa Bwana nenda. Kama umeme. Wende 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 kama umeme. Ambia watoto wako. Tunapeleka mshale. Tunapeleka mshale. Pambania watoto wako. Pambania biashara yako. Peleka wa mshale. Peleka wa mshale. Wende kama umeme. Wende kama umeme. Yesu. Rapa shekelele seke. Rapa papa papa. Peleka, peleka, peleka. Peleka kwenye anga la Yunga. Peleka kwenye anga lote la Yunga. Na vijiji vingine ambapo Mungu anavijua. Peleka, peleka, peleka. Panga wa Bwana. Mshale 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 wa Bwana na unaenda. Kanda la baba baba. Rapa papa. Ikanda sana la kasima. Mshale wa Bwana. Unaenda kama umeme. Unaenda kama umeme. Unaenda kama umeme. Unaenda kama umeme. Mkoa kwa mkoa. Wilaya kwa wilaya. Kijiji kwa kijiji. Kata kwa kata. Tarafa kwa tarafa. Taa kwa mtaa. Mshale wa Bwana. Nyumba kwa nyumba. Mshale wa Bwana na uende. Mshale wa. Mshale wa. Mshale wa. Mshale wa. Unaenda. Mshale wa. Mshale wa. Unaenda. Mshale wa. Mshale wa. Unaenda kama umeme. Unaenda kama umeme. Unaenda kama umeme. Unaenda kama umeme. Mshale wa. Unaenda juu ya maadui zetu. Juu ya maadui ya watoto wako. Juu ya maadui ya watoto wa mchungaji. Juu ya maadui ya watoto wa mama. Juu ya maadui ya watoto wa mama. Mshale wa. Kandara wewe. Unaesha nara ya kasiwa. Mshale unaenda. 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 Nenda mshale. Kwa nani Yesu. Karabashaka. Nikurubishaka. Sante Yesu. Sante Yesu. Sante Yesu. Sante Yesu. Sante Yesu. Sante Yesu. Kandara Yesaka. Rawasaka Rawesa. Rawasaka. Shara wende kwa maadui wa sura hii. Shara wende na wende. Sante Yesu. Karabashaka. Rawasaka Rawesa. Rawasaka. Karabashaka. Kandara Rawesa. Kurush.
Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutusaidia kwenye vita. Asante Roho Mtakatifu kutusaidia kwenye vita. Asante Roho Mtakatifu kutusaidia kwenye vita. Asante Roho Mtakatifu kutusaidia kwenye vita. Tunakushukuru Bwana. Asante Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu, heshima zina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu. Ni wewe. Shika tumbo lako. Shika tumbo lako la mzazi. Wababa mtashika viuno. Tuite nafsi za watoto wetu. Tuite nafsi za watoto wetu dakika chache. Iko kwa mganga yote lazima irudi. Iko kwa mchawi yote lazima irudi. Tuite nafsi. Tuite nafsi dakika chache. Maana nitaka kukatisha. Mungu anasema nafsi. Nafsi za watoto. Si zote. Wamemfunga kwenye vilabu. Unaongea sikii. Yeye kwenye vilabu tu. Kumbe nafsi yake ameifungia kwenye kilabu. Lazima tuite irudi. Irudi, irudi, irudi. Irudi hiyo nafsi, lazima irudi. Irudi. Hatukumzalia shetani. Hatukuwazalia waganga. Hatukumzalia adui. Maadamu tunaishi tujafa. Sio yatima watoto wetu. Tupo tunaishi, lazima tupambane. Lazima warudi. Anasema watoto watu hawa wako mateka. Wamenaswa katika mashimo. Hakuna sema irudisha. Lazima shetani tumwambie rudisha. Lazima tumwambie shetani rudisha. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Kwa damu ya 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 Yesu. Bwana Yesu, naita nafsi za watoto wangu, za watoto wangu, za watoto wangu zilizonaswa kwenye mashimo ya waganga, ya wachawi, zilizonaswa kwenye mashamba ya wachawi, zilizonaswa kwenye vilabu vya pombe, zilizonaswa kwenye madhabahu za ukahaba. Leo nafsi za watoto wangu, anaita nafsi ya mtoto wako. Ita kwa jina lake, ita kwa jina lake. Taja mtoto jina moja moja.
nasa kwenye shimo, ita nenda kwenye hilo shimo, ita kandarabasa, yandarabasa, yandarabasa, yapasaka. Tunaita nafsi za watoto wa Yunga, naita nafsi za watoto, naita nafsi za watoto wa mama, zilizenasa kwenye shimo, zimenasa kwenye milango, zimenasa kwenye ukama. Amina, ita yanasito kandara. Tunaita nafsi za watoto wetu, zilizenasa kwa mambo na wachawi, kwa damu. Tunaita nafsi zao, ita yanafsi ya mwanao. Sio kazana, ita nafsi ya mtoto wako, toka imerudi, utoka kwenye hiyo shimo, utoka kwenye hiyo kaburi, utoke kwenye hiyo shamba na hiyo wewe. Nafsi zilizofungwa kwenye mashamba, toa kwa jina la Yesu, toa. Shetani tukuzalia wewe, Betali tukuzalia jira, tukuzalia wakamba, tukuzalia makaona. Tunaita, ita nasi mtoto wako, kandara. Ita, kwa nasi mtoto wako, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu kwenye nasi, achilia damu ya Yesu kwenye nasi, kandarabasa, ikandarabasa. Tunaichomoa nasi, ninaichomoa nasi kwenye ile shimo, ninaichomoa nasi kwenye ile mtamvovo, naichomoa nasi kwenye ile shamba, naichomoa nasi kwenye ile kaburi. Leo tunaita nasi zao, wanatoka kwenye ulevu, wanatoka kwenye ile masapau ya mkanda mchawi. Ita kwa damu ya Yesu, watoto njoo. Karabashaka, damu ya Yesu kututia kila nafsi ya mtoto, damu ya Yesu iende kwenye nafsi ya mtoto wako, damu ya Yesu iende kwenye nafsi ya mtoto wako, damu ya Yesu na iachiliwa kwenye nafsi ya mtoto wako, popote alipo nafsi yake. Tunapeleka damu ya Yesu, damu ya Yesu, naipeleka hiyo damu iende sasa, iende damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu kwa uwezo wako na nguvu zako, jina lako Yesu na utukufu sasa na siku zote katika jina la Yesu. Kandarabasaka, mbele ya kumangana mpaka unaona nafsi ya mtoto miwili. Asante Yesu, wewe ni mwema. Naomba shika sadaka yako. Asante kwa ajili ya ukombozi katika damu ya Yesu. Usinyamaze, uendelee kuomba mpaka nyumbani. Madamu Bwana amekufungulia mlango namna ya kupambana dhidi ya vita ya maadui wanaokutafuta. Funika macho yako tu. Alfa na Omega, asante kwa ajili ya neema hii uliyoiachilia kwetu asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya mtumishi wako na mtumwa wako uliyempanda kama punda. Umeweka mbegu kwenye kinywa chake kwa ajili ya kanisa lako na umeipanda. Asante katika jina la Yesu kwa namna ulivyoiachilia mbegu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, isitue kwenye miamba wala kwenye miiba wala kwenye njia, bali Mungu iachilie ikae kwenye udongo sahihi wenye udongo wa mioyo yetu. Hakikisha kila mmoja Bwana hapotei katika
unawapa utulivu na neema ya kusonga mbele katika jina la Yesu aliye hai. Endeleza ibada hii ya maombi ndani yetu Mungu, ya kukataa vita. Asiyepata mmoja sasa kukata tamaa, kila mmoja akaze konde kuendelea mbele. Asiyepata mmoja wa kupunguza mwendo wala wa kupunguziwa mwendo, bali Mungu achilia nguvu kwa kila mmoja ya namna ya kusonga na kusogea hatua mbele katika jina la Yesu aliye hai. Baba, asante kwa mwanzo wa asubuhi ya leo. Tunakwenda kwenye kazi zetu na ratiba mbalimbali. Mungu, katika jina la Yesu, uso wako uende na kila mmoja. Zuia maroho ya vita na mapingamizi ya kutuzuia tusiende mbele katika jina la Yesu. Kila nguvu za giza, kila mkakati, kila watu waliojipanga kwa ajili ya kuturudisha mwendo leo, tunakataa Bwana, usitukutanishe nao, mikakati yao na ratiba zao na mbinu zao na mawazo yao waliotuwazia. Wengine tumewaziwa vibaya vitandani mwao. Mungu, achilia neema ya kutulinda tusikutane na watu waliokusudia kuturudisha mwendo nyuma katika jina la Yesu. Zuia kila roho za uharibifu, zuia kila mkakati wa kuzimu, zuia kila nguvu za giza. Majina yetu ya Bwana yaliyotajwa kwa wachawi tunayafuta katika damu ya Yesu. Mungu aliye hai, achilia neema kwa kila mmoja. Baba, naachilia damu yako kwenye nyayo za watu wake watakapokanyaga. Wape neema ya kumiliki, wape neema ya kufanikiwa. Ondoa ukiwa kwenye kazi zetu, ondoa giza kwenye kazi zetu. Nuru yako Bwana imulike, tangulie kila mmoja anapokwenda. Takase mikono hii iliyoshika sadaka na uipokee sadaka yao Bwana, na waachilie nguvu kwenye mikono yao katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baraka zako Mungu ziende na kila mmoja. Namwambia kila mmoja riziki ya siku ya leo, usinyamaze. Kaachilie riziki katika mikono hii katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Uso wako Yesu ende pamoja nasi. Bwana akubariki na akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana akiinulie uso wake.